Pia tumefanya kazi kubwa ya kuimarisha bandari. Sasa katika kipindi cha mwaka 2024-2025, nusu ya kwanza ya mwaka 2025-2026, serikali imeendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari na usafirishaji wa majini kama muhimili muhimu wa biashara ya ndani, kikanda na kimataifa. Upanuzi katika bandari ya Dar es Salaam unaendelea. Nitaongea kwa kifupi kwa sababu tulizungumza nanyi takriban wiki 3 zilizopita. Tunafanya upanuzi mkubwa katika bandari ya Dar es Salaam ambao unajumuisha ujenzi wa magati 10 mapya. Tunajenga matenki 15 ya kupokelea mafuta yenye ujazo wa mita za ujazo 378,000. Lakini pia tunafanya ujenzi wa magati mawili ya awali yenye urefu wa mita 500 ambao unatarajiwa kuanza mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026, huku ujenzi wa matenki ukiendelea. Maboresho haya yataongeza uwezo wa bandari yetu kuhudumia hadi kufikia tani milioni 50 ikilinganishwa na sasa ambapo bandari yetu inatoa huduma ama inahudumia mzigo tani milioni 32. Lakini pia serikali imeanza maandalizi ya ujenzi wa bandari kubwa ya kisasa ya Bagamoyo. Awamu ya kwanza itahusisha ujenzi wa gati lenye urefu wa kilomita 1.3, uwezo wa kuhudumia meli za kisasa za Mega Max. Kwa wale wanaojua mambo ya meli, tutakuwa tuna uwezo wa kuhudumia meli hizi kupitia bandari yetu ya Bagamoyo. Kazi hii imeanza. Lakini pia tunao mradi wa Kurasini Logistic Terminal. Serikali imeanza kutekeleza mradi huu kwa lengo la kupunguza msongamano wa makasha bandarini, ambayo wenzetu wanaotumia huduma za bandari wamekuwa wakilalamikia jambo hili. Lakini pia kuboresha uhifadhi wa mizigo inayoharibika. Mradi huu tunategemea uhusishe eneo la mita za mraba 210,000 na utatuwezesha sasa kuongeza uwezo wa kuhifadhi makasha hadi kufikia 700,000. Kwa sasa awamu ya kwanza ya mita za mraba 81,000 inaendelea kutekelezwa. Ndugu zangu, pia tunafanya kazi kama hii katika maziwa yetu makuu. Tunajenga sasa hivi tumekamilisha maboresho katika bandari ya Kemondo, bandari ya Bukoba, lakini bandari hizi katika Ziwa Victoria zinatarajiwa kuwa kitovu cha usafirishaji kati ya Bukoba, Mwanza na bandari za Uganda. Hili litatuongezea sana biashara katika ukanda na kupunguza gharama za usafiri. Tunaendelea pia na ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao kule Mtwara. Tunasema ni bandari maalum itakayotumika kusafirisha mizigo michafu. Sio neno zuri sana, lakini mizigo michafu tuna maana ya makaa ya mawe na vitu kama simenti vitasafirishwa hapo, kwa sababu tukichanganya na mizigo mingine kumekuwa kuna malalamiko ya watumiaji wa bandari kwamba ni muhimu mizigo hii itenganishwe. Kazi hii inaendelea vizuri. Hivi ninavyozungumza nanyi, kazi imefika 18%. Lakini pia tunaendelea na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay katika Ziwa Nyasa, gati la kuhudumia meli na shehena ya magari, yani rolo. Kazi hiyo inaendelea kufanywa, jengo la abiria, jengo la utawala, miundombinu ya barabara na uzio, na mradi huu umefika 46%. Tunajenga pia meli, ujenzi wa meli katika Ziwa Victoria, Ziwa Victoria meli zinaendelea kujengwa, lakini pia katika Ziwa Tanganyika ambako pia meli zinaendelea kujengwa. Kwa kazi hizi tunaendelea kuzifanya. Meli mbalimbali sitazitaja hapa kwa sababu ya muda, lakini kazi hizi zinaendelea kufanyika kote huko. Sasa tunajenga pia bandari pale Kilwa. Bandari ya Kilwa ni mahususi kwa ajili ya uvuvi, lakini tangu tumeanza uendelezaji wa bandari ile, tumeona fursa kubwa na muhimu ya bandari ile kutumika kwa utalii, na meli nyingi za utalii zimekuwa zikitua katika bandari ya Kilwa, na watalii wanatua pale ili waweze kuendelea katika maeneo mbalimbali ya utalii. Kazi hii inaenda vizuri, na hivi ninavyozungumza nanyi mkandarasi anaendelea na kazi ya ujenzi kukamilisha kwa maeneo ambayo yamebaki.